Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watizamaji wa Shehe Katoto TV, karibuni sana katika kipindi chetu cha Wema ambacho mtangazaji wenu ni yule Shehe Ali Muhammad Salim, na leo nitaelezea baadhi ya wazazi katika hapo mwezi huu mtukufu tulionao wa Ramadhani, kwa sababu tumefikia ukingoni katika kuendea Idi. Sasa vile na nasaha nyingi sana za wazazi tukae kujua ili watoto wetu tunawafanyia vipi kitu kizuri katika hii sherehe ambayo ya Idil Fitri. Itakuwa tunawafanyia vipi watoto wetu ili tusije tukayoibuka maadili. Hata katika nguo ambazo tunawatafutia watoto wetu, tuwatafutie nguo ambazo za kuvaa katika ile Idi, za kufurahika na sherehe nzuri. Tusiwatafutie nguo ambazo hazistahiki kuvaa. Unamtafutia kama ni mtoto wa kike, mtoto unamtafutia kimini. Sasa pale inakuwa yule mtoto umfundishi chochote, na wewe mwenyewe utakuwa umejifundisha nini? Umetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, umefunga siku 30, umetoka katika 10 la rehema la maghfira la kuachwa huru na moto. Bado wewe sasa mtoto unanitafutia nguo za maajabu avae. Sasa pale furaha hiyo itakuwa vipi? Pale ndio unaanza kufeli mzee na kukosea. Kwa kweli huu ni usia na wahusia pamoja na nafsi yangu mimi mwenyewe kujihusia. Tujitahidi sana wazazi katika watoto wetu, katika kuwatafutia nguo za sikukuu, tuwatafutie nguo za heshima na nguo ambazo zitaendana na wao. Sio tuwatafutie nguo tu ambazo zilizokuwa hazina heshima, au mtoto wa kiume unanitafutia nguo zimebana sijui wengine ndio vipensi vilivyokuwa havina maana yoyote. Kwa kweli pale itakuwa wewe mwenyewe mzazi, kwa kweli utakuwa kumfanyia haki yule mtoto, na wewe mwenyewe itakuwa funga yako ulioifunga hukuitendea haki, na ala utakuwa ule wema ulioupata katika mwezi wa Ramadhani na mafunzo itakuwa hukuhitimu, na hatima yake utakosa fadhila zote zile za mwezi mtukufu wa Ramadhani na makumi yote matatu ambayo 10 la rehema la maghfira la kuachwa huru na moto, yale yote utayakosa na utafeli pale. Inatakiwa katika hizi nguo tutakazozitafuta za watoto, kwa kweli tutafute nguo ambazo zinastahiki. Na vile katika sehemu ambazo siku ile ya Idi ambayo tunatakiwa tufurahi vizuri kwa yale mambo mazuri, basi tufurahi vizuri kweli na watoto wetu. Lakini sasa tusiwaambie watoto wetu uende sehemu ambazo zilizokuwa sizo mzuri, zilizokuwa hazina maadili uliotokea. Kwa kweli pale itakuwa tunaulakini na Ramadhani yetu na mafunzo tulioyapata. Tujitahidi sana, kwani wewe unakuwa mtoto umeshamkatia nguo, unamwambia sijui nenda kwenye disco toto ukacheze disco. Sasa pale kuna maadili gani ya kumpeleka mtoto akacheze disco, wakati ziko sehemu nzuri tu za kufurahika mtoto na pakawa na maadili na bila shida yoyote? Lakini mtoto unampeleka sehemu za kuruka, kucheza ngoma ambao kuna disco toto. Kwa kweli hilo jamani, na wasihi sana ndugu zangu, wazee wangu, na pamoja na nafsi yangu, tujitahidi sana tusije tukalewa na furaha ya Idil Fitri tukaja tukafeli katika mtihani ambao aliotupa Mwenyezi Mungu, kwa sababu huu ni mtihani mkubwa sana. Tukija tukifeli itakuwa kwa kweli. Kwanza tuwadhibiti vizuri watoto wetu, tuwadhibiti vizuri katika mavazi ambayo yanatakiwa wavae mavazi yale ya heshima, ya kujulikana, mazuri. Vile na katika kwenda kutembea kwao, watembee zile sehemu ambazo zinahusika, zile sehemu ambazo zina heshima zake na mazhabi ambayo ya maadili ya dini yetu. Kwa kweli itakuwa hapo ni uzuri zaidi kulikoni tukichukua
kuwa tu watoto tukawaachia wakafuatana na wenzi wao mpaka wanafika sehemu ambazo sizo, ati wanaingia kwenye disco toto, watoto wanacheza, wanakanyagana huko, wanaumizana. Kwa kweli itakuwa ile sio mzuri mzee ulichomfanyia mtoto wako, na tujitahidi na tujilinde, kwani hapo itakuwa hatuna tulichokichuma wala tulichokifanya, bali itakuwa tumekula hasara. Funga yetu ya mwezi mzima itakuwa tumeiharibu. Na vile vile katika hawa watoto kuna aina nyingi. Kuna watoto ambao wadogo, kuna watoto ambao tunao wameshajielewa. Basi vile vile na hawa wanaojielewa, ikiwa ni wanawake, ikiwa ni wanaume, waijue siku ya Idi kwa kweli ni siku ya furaha, ni siku ambayo ya kufurahika. Sio siku ya Idi ya kuwa wakutani chochoroni waanze kufanya mambo ya maasi. Kwa kweli hayo itakuwa sio vizuri, na watakuwa wamefanya jambo kubwa sana baya ambalo la kumkosea Mwenyezi Mungu, na huo sio wema. Kwani Mwenyezi Mungu anatupenda na katufanyia wema mzuri sana. Katupa mwezi mtukufu wa Ramadhani, katupa 10 la rehema, 10 la mahufira, 10 la kuachwa huru na moto. Basi vile vile yote haya tumeyapata, ina maana tuyafanyie kazi vizuri, na zaidi tuwalinde watoto wetu katika Idi ili wasije wakakosea na kutetereka. Na kuwalinda watoto hawa ni kujitahidi sisi wazazi kwanza katika kuwatafutia mavazi ambayo yako vizuri, na vile vile tujitahidi sisi wazazi kuwapeleka zile sehemu ambazo ziko na maadili mazuri, wapeleka watoto wetu wakafurahi, na waende mapema warudi mapema. Hili itakuwa ni jambo zuri sana, na tumeziokoa nafsi zetu, kwa sababu watoto bado wako katika himaya yetu, na watoto watakachokifanya ina maana sisi tutakuwa masuli kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa ili kwa kuepusha hayo, tujitahidi kuwalinda watoto wetu na kuwakatia nguo ambazo zina maadili, na vile vile kuwapeleka sehemu ambazo zenye maadili katika siku ya Idi ambayo ni Idil Fitri, katika siku za sherehe ambazo tunatakiwa watoto washereheke. Basi washereheke vizuri, na washereheke katika zile sehemu ambazo zina maadili mazuri. Isiwe waende sehemu ambazo kuna madisko, ambazo kuna klabu, yani yale itakuwa sio mazuri. Yani mpaka watoto wanapangiwa kuna disco lao, disco toto linaanza sijui saa 10 mpaka saa 1, alafu kuanzia saa 1 ndio kuna disco jingine. Sasa kwa kweli kule hayo itakuwa sio maadili yetu sisi. Sisi maadili yetu tutafute sehemu ambazo kutakuwa na tu ya kuchezea wale watoto, utakuwa na biashara tu za kuuza mambo mazuri ili watoto pale wafurahike. Lakini kama tutawaachia watoto watakwenda kucheza disco, watoto wataenda bar, watoto wataenda bichi na kufanya mambo yaliyokuwa sio, kwa kweli pale itakuwa sisi wenyewe wazee hatukuwafanyia haki hawa watoto, na sisi wenyewe itakuwa tumejiangamiza katika mafunzo ambayo tumeyapata ya mwezi mzima wa Ramadhani. Itakuwa hakuna kitu tutakachokipata, tutayafuta yote yale mema kutokana na haya ambayo yatafanyika. Kwani tunatakiwa tujitahidi hichi tulichokipata kutoka 10 la mwanzo, 10 la rehema, 10 la mahufira, na hili 10 la kuachiwa huru. Kwa kweli tumepata mambo mengi mazuri, na mpaka sasa hivi tuamini kama kweli tumekaa kama tuliozaliwa, hatuna makosa. Kwa maana kama hatuna makosa, hatuna dhambi. Kutokana na hayo, basi tujilinde zaidi na hii siku ya Idi, tusije tukafanya maasi, na tujilinde zaidi na watoto wetu katika hii siku ya Idi, ili furahi vizuri kwa ile misingi ambayo inayotakiwa ya Kiislamu na maadili yetu. Lakini kama tutawaachia tu na tutaona tu haina laana yoyote, tuachie tu ndio imeshafikia madamu ni furaha, wafurahi wanavyotaka wao, kwa kweli tutakuwa sisi wazazi tutawajibika. Ingawaje watoto, kwa sababu itakuwa sisi wanatusikiliza sisi, kwa kila mzazi amdhibiti mtoto wake, na vile vile wazazi wengine ambao watawakuta watoto hawako katika maadili, basi vile vile wawakemee watoto wale, kwani wazazi sote ni ndugu na wote ni watoto wetu hao.
kwani tukifanya hivyo tutakuwa tumepata zile fadhila nzuri za mwezi tuliomaliza wa Ramadhani, na tukifanya hivyo itakuwa tumepata yale malipo mazuri na tumefudhu hapa duniani na huko kesho ahera. Lakini kama tutapuuza hili jambo, tutawaacha hawa watoto wataenda sehemu ambazo hazifai, yani wataenda bichi, wataenda sehemu za madisko kucheza madisko toto. Kwa kweli hapo itakuwa Ramadhani zetu kwa kweli hatukuzitendea haki, na hata ile Idi hatukuifanyia haki. Ina maana Mwenyezi Mungu anaweza akafuta yale baadaye akatulipa mazambi. Kwa kweli itakuwa ni hasara kubwa sana, na hatuwezi kujua kama tunaweza kuidiriki Ramadhani nyingine tukaja tukasema tutatubia. Hiyo tusiliwe na mawazo hayo. Hapa tulipofika ndio hapa tupakamate na tutubie vizuri, na vile vile tufurahike siku ya Idi kwa furaha nzuri na sherehe sana, na watoto wetu tufurahi nao. Vile vile watoto wetu tuwakatie nguo ambazo zinaendana na maadili, tusiwakatie nguo ambazo zitapotosha maadili, alafu wataenda hizo sehemu ambazo za kucheza mziki, sehemu za bichi. Kwa kweli itakuwa hatukuwafanyia wema watoto wetu, na vile vile itakuwa tumejiangamiza sisi na pamoja na watoto wetu. Kwa kweli itakuwa hilo sio jambo zuri. Tujitahidi sana ndugu zangu, wazee wangu, kaka zangu, wanangu, na sisi wenyewe na mimi mwenyewe najihusia nafsi yangu katika siku ambayo ya Idi. Ni siku tukufu sana, na ni siku ambayo ya Idi ya kufurahi. Siku ya Idi ni siku ambayo ya kufurahi vizuri, ya kutembeleana, ya kusameheana, yani ya kukaa vizuri. Kwa kweli itakuwa hapo tumeitendea haki ile Idi pamoja na Ramadhani, na Mwenyezi Mungu atatulipa mazuri zaidi. Lakini tujitahidi, tukija tukikosea kwenye watoto itakuwa tumewaangamiza watoto na sisi wenyewe. Tujitahidi sana ndugu zangu, wazee wangu, kaka zangu, wanangu, tujitahidi watoto tuwakatie nguo ambazo zinaenda na maadili, na sehemu ambazo za kwenda kushereheka wende sehemu ambazo zina maadili. Wasende madisko, wasende baa, wala wasende bichi. Kwa kweli huko itakuwa sio kuzuri. Kwa kweli hilo itakuwa sio zuri. Tujitahidi sana, na hili ndio tunalileta ujumbe huu ili muufanyie kazi, kwani Ibilisi yeye yuko tayari kutupotosha sisi tu, na yuko tayari kutueleza katika nafsi amara, yaani yale mambo ambayo mabaya tu kutuamrisha. Sasa yale kwa kweli tusiyakubali, na vile vile tujitahidi na tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tufike katika Idi, tuende vizuri na tutumikie vizuri Idi yetu, ili Mwenyezi Mungu atulipe mazuri na hapa duniani na kesho ahera. Hapo itakuwa tumefuzu sana, na vile vile itakuwa tumefaidika sana, kwani tumetoka katika somo zuri sana la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tumeingia katika Idi, tumeitendea haki yake, tumesaidiana, tumetembelea wagonjwa, watoto wamepata nguo vizuri, watoto wamefurahika katika sehemu ambazo zenye maadili. Basi pale itakuwa tumepata malipo mazuri hapa duniani na kesho ahera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.